Kupitia kwa shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba maarufu kama Mchome Mapovu, amefunguka sakata la Dimitar Pantev ndani ya klabu ya Simba, akidai kuwa Simba imefilisika na zaidi ya hayo haikuweza kuilipa Gaborone United fidia ya $100,000 baada ya kocha huyo ama meneja huyo wa klabu ya Simba kuondoka ndani ya Gaborone United na kwenda ndani ya wekundu wa Msimbazi, hivyo kudai kwamba Simba imefilisika kiasi kwamba imeshindwa kuilipa Gaborone United kiasi cha $100,000 za Kimarekani baada ya kumchukua kocha huyo na kumsajili kama meneja wa timu Dimitar Pantev. Binafsi tumejaribu kulifuatilia jambo hili baada ya Mchome kufichua siri hii nyeti na kusema kwamba Magori hawezi kulipa kiasi chochote baada ya kumtoa Try Again ambaye kidogo alikuwa na uwezo hata wa kulipa madeni ya makocha ama wachezaji, na kwamba Mo hatoi pesa na anazidi kuifirisi timu hiyo. Tumejaribu kudadamvua kwa undani zaidi na hakuna uthibitisho kuaminika kwamba Gaborone United imeishtaki rasmi Simba kwa Dimitar Pantev kuondoka na kutokuwalipa fidia kutokana na klabu ya Simba kumchukua kocha huyo, hivyo hakuna uthibitisho rasmi wa kwamba ameshtakiwa kafu. Hata hivyo, Gaborone United walitangaza kwamba Pantev aliaga kikosini hapo kwa hiari na kutafuta nafasi mpya ama kuanza safari mpya ndani ya wekundu wa Msimbazi. Hakuna ripoti ambayo nimeona ama inayosema kuwa Gaborone United wametoa malalamiko rasmi kwa kafu au kuishtaki Simba kwa suala hili. Nimejaribu kudafulia kile alichokisema shabiki huyu Mchome. Simba Sport ilimpa Pantev mkataba wenye masharti bora zaidi, ikiwemo mshahara mkubwa, posho za juu na rasilimali bora za kazi. Kikosi chenye wachezaji wa kiwango cha kimataifa, vifaa bora vya mazoezi na kadhalika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya Afrika Mashariki, Simba ilimuona kama kocha mwenye falsafa ya kisasa anayeweza kurudisha ubingwa wa ligi kuu na kufanya vizuri CAF Champions League. Ripoti za michezo nchini Botswana zilieleza kwamba Pantev alikuwa amegundua ukosefu wa rasilimali hasa katika usajili na miundombinu ya mazoezi uliozuia uwezo wake wa kuendelea kufanya vizuri zaidi akiwa na Gaborone United. Pia alikuwa na taarifa zisizo rasmi kuwa hakuridhishwa na kiasi cha ushirikiano kutoka kwa baadhi ya viongozi wa klabu. Simba Sport ni moja ya vilabu vikubwa zaidi barani Afrika, ikicheza michuano ya CAF kila msimu. Kwa kocha kama Pantev, raia wa Bulgaria mwenye uzoefu Ulaya na kusini mwa Afrika, kujiunga na Simba kulionekana kama hatua ya juu zaidi katika taaluma yake. Gaborone United kuipinga rasmi uhamisho wake ilitoa taarifa ikisema Pantev ameondoka kwa makubaliano ya pande zote mbili. Hii inaonyesha hakukuwa na mgogoro mkubwa wa mkataba, waliridhiana kabla ya kuondoka. Kwa ufupi tu, Pantev aliondoka Gaborone United kwa sababu Simba Sport ilimpa nafasi kubwa zaidi, mazingira bora ya kazi na changamoto ya kiwango cha juu barani Afrika. Hii ni Neli TV, mtazamaji wetu wa Neli TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia na taarifa zetu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikualike kwa taarifa kemkem, ukialau notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Niliyekusomea taarifa hii ni mimi Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.